Tutaomba. Baba yetu Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo tunakupatia sifa na shukrani na heshima, tukisema ya kwamba unastahili kwa njia zote. Mungu wetu, umejifunua kwetu, umefunua moyo wako kwetu Bwana, ili tuweze kukuabudu kwa njia ambayo Bwana inapendeza kulingana na mapenzi yako. Baba, naomba ya kwamba uzidi kusaidia kila mmoja wetu na kutuimarisha katika imani hii ya watakatifu. Baba yetu, tumepata ile lulu ya dhamani, tusaidie kuachana na mengine yote ili tuweze kujitwalia ufunuo huu wa Yesu Kristo Bwana kwa dhati. Asante Mwenyezi Mungu, tusaidie kuimarika kila mmoja wetu. Ninaomba Bwana uchunguze maisha yetu na yote ambayo yanatuzuia Bwana kuendelea na safari, utuondolee kwa jina la Yesu Kristo. Tusamehe dhambi zetu, tuoshe nafsi zetu na nia zetu kwa damu ya mwana kondoo. Bwana, tusikwame katika hii safari, lakini tuendelee. Tunatazamia kukamilika vile ambavyo Bwana umenena katika neno lako. Ninaomba uweze kuwa nasi Bwana kwenye mkutano huu. Mungu wetu, uweze kumiliki kila mmoja wetu, uweze kuwa na hatamu zote, na mapenzi yako Bwana yatendeke miongoni mwetu. Tunapokuja kwenye ibada, unajua kwamba tunakuja tukiwa na matarajio na mahitaji mbalimbali. Ninaomba ya kwamba mahitaji haya na matarajio Bwana utashughulikia siku ya leo kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Pokea sifa na shukrani, tunajisalimisha mikononi mwako, na ni kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Tutafungua Biblia zetu katika Petro kitabu cha kwanza na mlango wa 4. Petro wa kwanza na mlango wa 4. Na ningetaka tusome mstari wa 12 mpaka mstari wa 14. Nasema, wapenzi, msione kuwa ni ajabu ule msiba ulio kati yenu unaowapata kama moto ili kuwajaribu. Hapa msiba inamaanisha ni majaribu makali, kana kwamba ni kitu kigeni kiwapatacho. Lakini kama mnavyoshiriki mateso ya Kristo, furahini, ili na katika ufunuo wa utukufu wake mfurahi kwa shangwe. Mkilaumiwa kwa ajili ya jina la Kristo, ni heri yenu, kwa kuwa Roho wa utukufu na wa Mungu anawakalia. Bwana aongeze baraka kwa usomaji wa neno. Tunaweza kuketi. Baada ya kusoma maandiko hayo, ningetaka kusema hivi: kudhihirishwa kwa wazo la Mungu la ukombozi. Mungu alikuwa na wazo la ukombozi kabla ya misingi ya ulimwengu, na alikuwa anataka kudhihirisha wazo hili. Mungu alikuwa na mawazo. Ujumbe unatuambia alikuwa na mawazo ambayo alikuwa anataka kudhihirisha kabla ya misingi ya ulimwengu, ili ajipatie sababu ya kuwepo, to give himself reason of being. Wakati Mungu anadhihirisha mawazo yake yaliyokuwa ndani yake, kwa mfano huwa tunasema alikuwa anataka kuwa baba, hawezi kuonesha ubaba kama hakuna wana. Alikuwa anataka kuitwa Mungu, hawezi kuonesha uungu kama hakuna kitu cha au kiumbe cha kumwabudu. Alikuwa anataka kuitwa mkombozi, hawezi kuitika mkombozi kama hakuna kitu ambacho kimepotea, kiumbe kimepotea na kinahitaji kurejeshwa. Alikuwa na mawazo hayo yakiwa ndani yake, na nabii anasema ya kwamba Mungu alikuwa anataka kudhihirisha mawazo haya ili ajipatie sababu ya kuwepo. Mawazo hayo ndio yanapatia Mungu sababu ya kuwepo, na alikuwa anataka kueleza. Na hapa tukiongea juu ya wazo la ukombozi, anasema hivi katika ujumbe ya kwamba
hawezi kuitwa mkombozi kama hakuna kitu ambacho kimepotea, kimetoka katika nafasi yake ya kwanza, na hivyo kinahitaji kurejeshwa katika nafasi yake ya kwanza. Anahitaji kitu ambacho kimepotea ili aweze kuonesha sifa ya mkombozi, mmoja ambaye ana rehema, mmoja ambaye ana uwezo wa kurudisha kiumbe chake kilichopotea, aweze kukirudisha katika mkono wake. Na ndio sababu Mungu alitengeneza mazingira na hali ya kusababisha mwanadamu kuanguka pale katika shamba la Eden. Mwanadamu akaanguka, shetani akaingia katika mnyama akamjia mwanamke, na mwanamke akashawishika akaanguka, na kisha katika hali hiyo akamwangusha mumewe, na jamii ya binadamu iliyotokana nao ikazaliwa kama imeanguka. Na wakati unaanguka unapoteza haki zako. Unapoteza haki zako, unatenganishwa na uzima wa Mungu, unaingia katika mauti na yale mambo yote ambayo yanafuatana na mauti. Mambo haya ambayo unaona huwa yanatesa mwanadamu, tuseme kwa mfano ni huzuni, ni maradhi, yote yanafungamana na mauti. Kwa sababu katika hali kamilifu huwezi kuwa na mambo kama hayo. Kati nabii alienda ngambo ya pazia, hakuna jambo kama hilo lilionekana mahali pale. Kwa hivyo binadamu alipoanguka, upotovu ukaingia, na ile tabia ya kiungu ikapotoshwa. Najua muaminio mwishowe atakuwa na tabia ya kiungu, na ile tabia ya kiungu aliyokuwa nayo ikapotoshwa wakati alianguka. Akawa na tabia nyingine, vile tulisema majuzi, tabia ya kigeni, alien behavior. Akawa na tabia ya kigeni wakati alianguka, na akapoteza sura ya Mungu. Ile sura ya Mungu ambayo alikuwa nayo akapoteza, ile Adam alikuwa nayo akapoteza. Binadamu akaingia katika shida. Kama ni baridi, wakaanza kuhisi baridi. Hapo awali kile kulikuwa ni sawa, hawangehisi baridi, hawangechomwa na jua kali. Mambo hayo yakaanza kuwajia, wakaanza kuumwa na mbu. Haikuwa inafanyika hapo awali. Lakini kizazi hiki tumeona vile Mungu atafanya. Wakati tunaona nabii katika ule mvuto wa 3, tunaona Mungu akirejesha wana wa Mungu na binti za Mungu vile watakavyokuwa. Kama ule wakati nabii alikuja mara ya pili akaumba misonga reli kindi wengine 4. Siku hiyo anasema ya kwamba akiwa porini kulikuwa na mabilioni ya mbu, na mbu hao wakikuvamia watakuwa haraka sana. Walikuwa ni mabilioni. Lakini akiwa chini ya ule mpako mkuu wa mvuto wa 3, kasema nisiguzwe, aliongea tu neno, nisiguzwe na mbu hata mmoja. Kwa hiyo hata mbu akikaribia sana, hakuwa anafanya chochote ama kujaribu kutumia mkono wake kuwaondoa. Alijua ya kwamba wako chini ya neno ambalo limenenwa, vile ambavyo Adamu angekuwa pale katika bustani ya Edeni. Tumeona haya ni majira ya kuondoa upotovu wote ambao uliingia katika maisha ya mwanadamu. Binadamu akaingia katika shida. Lakini Mungu alikuwa na mpango wa ukombozi kabla ya misingi ya ulimwengu. Ndio sababu tunasikia neno likisema ya kwamba mwana kondoo alichinjwa katika nia ya Mungu kabla ya misingi ya ulimwengu. Gharama ikalipwa kwa ajili ya ukombozi wetu. Gharama imeshalipwa sasa kwa ajili ya ukombozi wetu, na ililipwa kabla ya misingi ya ulimwengu. Lakini miaka 2000 iliyopita Mungu alikuja kudhihirisha katika wakati kile alifanya katika umilele, katika nia yake, ya kwamba alichinja mwana kondoo aweze kuwa ni sadaka kwa ajili yetu, aweze kuwa ni gharama ili tuweze kurudishwa katika uchumi wa Mungu, tuweze kutolewa katika nyumba ya mauti. Yesu akalipa gharama ili tuweze kurejeshwa. Jambo la kwanza ni kwamba gharama imelipwa. Hilo ni jambo la kwanza, gharama imelipwa. Na hakuna kitu tunaweza kuongeza hapo. Hiyo ndio sababu Luther wakati alipata ufunuo, mwenye haki ataishi kwa imani, aliachana na Katoliki. Katoliki ilikuwa imepuuza kabisa sadaka ya Bwana Yesu Kristo katika mambo ya wokovu, na kuleta vitu vya badala ya kwamba ukifanya hiki na hiki unaweza kuingia mbinguni bila damu ya Yesu Kristo. Na Luther akapata ufunuo, akaambua mambo hayo yote hakuna kitu kinaweza kuokoa. Mungu mwenyewe kwa njia ya Yesu Kristo alilipa gharama, na tunahitaji kuamini kile ambacho Mungu alifanya. Ibada yote ambayo inapuuza sadaka ya Bwana Yesu Kristo ni ibada ya Kaini.
Kaini ndiye mtu wa kwanza pale kwenda kuabudu bila damu ya mwanakondoo. Nakuja hapa katika madhehebu Katoliki na wale wengine wameondokea damu ya Yesu Kristo, wanaleta vitu vingine na kusema ya kwamba vitu hivyo vitawasaidia kupata wokovu. Ni ibada ya Kaini, ni ibada isiyo na damu. Na siku ya leo wale wote ambao wanakataa ujumbe wako katika dini ya Kaini. Nabii anasema bloodless cults. Unaona, ni makundi yaliyopotoka yasiyo na damu. Kwa hivyo Yesu akalipa gharama, na baada ya kulipa gharama, naye Roho Mtakatifu ambaye ni Yesu kwa umbo lingine anaanza kufanyia kazi wale ambao Yesu amelipia gharama. Roho Mtakatifu ndiye mfanyakazi, na ni Kristo kwa njia nyingine. Ni Kristo akiwa katika umbo la Roho. Ndio sababu alisema wakati alikuwa na mwili, alisema nitaenda na kisha nitarudi. Lakini hajawahi kurudi na mwili, lakini tunaona akirudi kutoka siku ya Pentecost. Kwa sababu alirudi kama Roho Mtakatifu kutoka siku ya Pentecost na kuendelea. Na siku ya leo angali anajaza watoto wake kwa Roho Mtakatifu. Sasa Roho Mtakatifu ni mfanyakazi wa kuleta wale watoto kwa msingi wa damu iliyomwagwa. Ndio sababu unaona kwa mfano wakati Adam na Hawa walianguka, makerubi waliwekwa pale na upanga katika bustani ili wawazuie kuingia na kuchuna mtu wa uzima, na hali wameanguka, wako katika dhambi. Mpaka sasa gharama ilipo. Na wakati Bwana Yesu Kristo alikufa, makerubi wakageuka upande ule mwingine, sasa wanasukuma mwanadamu aingie katika mtu wa uzima. Sasa si kuzuia, ni kusukuma aingie katika mtu wa uzima. Kama vile ambavyo huyu kerubi ambaye ni tai anatusukuma siku ya leo tuingie katika mtu wa uzima. Sasa Roho Mtakatifu anafanya kazi kwa msingi wa damu iliyomwagwa. Kwa sababu anajua tumelipiwa gharama, naye anaanza kazi ya kukomboa watoto wake. Na wakati Mungu anadhihirisha wazo hili la ukombozi, hawezi kudhihirisha wazo hili kupitia mtu ambaye si mtoto wa Mungu. Haiwezekani. Kwa sababu yule mtu ambaye si mtoto wa Mungu hawezi kukomboleka. They are not redeemable. Sasa hilo jambo utadhihirisha namna gani kupitia mtu ambaye hawezi kukomboleka? Nabii anasema katika ujumbe, wakati Mungu anataka kudhibitisha neno lake, anadhibitisha neno lake kupitia watoto wake. Sio kupitia walimwengu, sio kupitia watu ambao ni uzao wa nyoka. Anadhibitisha neno lake kupitia watoto wake. Na hapo tumesikia Petro akiongea juu ya mateso makali sana ambayo yanawajia waaminio. Ningetaka uelewe ya kwamba mateso na majaribu makali sana kama moto ambayo yanakujia na yananijia ni sehemu ya kudhihirisha wazo la Mungu la ukombozi. Kwa nini? Jambo la kwanza, nimesema Mungu alikuwa anataka kuonesha sifa ya mkombozi, na alikuwa anataka kuonesha sifa hizi ili ajipatie sababu ya kuwepo. Hilo ni jambo la kwanza. Na jambo la pili, wakati binadamu alianguka, alipindika, akawa twisted, ile tabia ya kiungu ikapotea, akapoteza sura ya kiungu, tabia yake ikapotoka ile ya kiungu. Sasa wakati Roho Mtakatifu anakufanyia kazi, anakuvuta kutoka nyumba ya mauti, anaachilia majaribu katika maisha yako, ni kunyosha, ananyosha kile ambacho kilikuwa kimepindika. Majaribu ni ya muhimu katika maisha ya muamini. Na sisemi ya kwamba wewe na mimi tuombe Mungu atupatie majaribu, lakini yeye katika hekima yake kuna majaribu ataachilia. Si wewe utamwambia ni jaribu. Wewe siambia Mungu hivyo. Hekima yote ni yake, lakini yeye katika hekima yake kuna majaribu ataachilia juu ya maisha yako. Kwa nini? Majaribu hayo ni sehemu ya ukombozi, kwa sababu wakati ulianguka, tabia ilipindika ya kiungu, tabia ilipotoka. Sasa wakati anaachilia yale majaribu, ni kunyosha, ananyosha kitu ambacho kilikuwa kimepotoka. Na ndio sababu Mkristo hawezi kuepuka majaribu hata akifanya nini. Na siongei juu ya adhabu ambayo mtu anaadhibiwa kwa sababu amekaidi Mungu makusudi. Sio hayo ninaongea. Mungu pia huwa anaadhibu. Ninaongea juu ya majaribu ambayo muamini anaachiliwa, hana hatia na hajafanya kitu kibaya, lakini majaribu anaachiliwa katika maisha yake kwa sababu ya kunyosha mambo yaliyopindika kutokana na kuanguka kwa binadamu. Ni kama Yusufu. Nabii anasema juu ya Yusufu
anasema alikuwa ni mfano wa ukamilifu. He was a type of perfection. Na ndio sababu wakati alikuwa katika hoteli, ndugu Branham akisoma, akiwa katika mikutano ikiisha, akiwa katika ziara za kimishonari, anarudi hotelini, kaanza kusoma Biblia yake, akasoma hadithi ya Joseph mpaka akalia machozi, kwa sababu alisema, sijawahi kuona mtu kama huyu ambaye hana hatia yote katika maandiko. Na huo ndio wakati Mungu alishuka kwa nguzo ya moto akamwambia, hata wewe utapata Joseph. Lakini pia nabii anasema Joseph alikuwa na hitilafu. Katika ujumbe ambao unaitwa Paulo mfungwa wa Kristo, Paul a prisoner, nabii anasema Yusufu alikuwa na hitilafu ambazo zilikuwa zinahitaji kunyoshwa kwa sababu ya nafasi ambayo Mungu atamkirimia baadaye. Na kile ambacho kingeweza kunyosha hitilafu hizi ni kuwekwa katika jela. Kwa hivyo tunajua hadithi yake, kile ambacho kilifanyika, vile ambavyo alisalitiwa na ndugu zake, wakamuuza kwa watu wa Ishmael, nao watu wa Ishmael wafanya biashara, wakamuuza kule Misri. Tunaona ulanguzi wa mwanadamu kwa mara ya kwanza katika Biblia. Ni Joseph anaonesha ulanguzi wa watu. Unaona? Sasa human trafficking. Akauzwa, akaenda, tunajua hadithi yake, akaingia katika nyumba ya Potifa. Historia inasema alikaa hapo miaka 3, akasingiziwa na mke wa Potifa. Na Potifa akamshika akamweka katika gereza, mahali ambapo alikaa miaka 10. Alitoka kwao akiwa na miaka 17 na alisimama mbele ya Farao ili afanywe mtawala akiwa na miaka 30. Kwa hivyo miaka 13 hapo alikuwa katika mateso, lakini neema ya Mungu ilikuwa juu yake. Kwa sababu singetaka upate wazo ya kwamba sasa tumeajiriwa majaribu na tuko peke yetu. Hauko peke yako. Hata pamoja na majaribu hayo, neema ya Mungu iko juu yako. Kwa sababu Paulo anasema ya kwamba Mungu hatakubali ujaribiwe kupita kiasi. Lakini katika kila jaribu, Mungu atafanya njia ya kuepuka ili uweze kusimama katika siku ya uovu. Biblia inasema hivyo, Paulo anasema hivyo. Sasa majaribu yanaachiliwa kwa sababu ni sehemu ya ukombozi. It's part of the redeeming process. Kwa nini? Tabia ilipindika wakati binadamu alianguka, na sasa Mungu anataka kuinyosha. Na namna yake ya kuinyosha ni kuachilia majaribu. Na ndio sababu ameweka mifano hapa ili tuweze kuwa na kielelezo katika maandiko. Biblia inasema katika Warumi 15 ya kwamba yale mambo ambayo yaliandikwa kule zamani yaliandikwa kwa ajili yetu yaweze kuwa ni mifano kwa ajili yetu. Huwa narudia juu ya yule dada ambaye alikuja akaambia Brother Branham, niombe niondokwe na hasira. Alikuwa na udhaifu wa kuwa na hasira. Hasira inakuja haraka sana. Nabii akamwombea aongezewe majaribu. Ukiwa na hasira namna hiyo, ujue ni ile tabia ya kiungu imepindika. Kwa sababu hayo si mapenzi ya Mungu. Ni ile tabia ya kiungu imepindika. Sasa Mungu anataka kukunyosha, aondoe hiyo hasira, kwa sababu hangetaka hiyo iwe ndani ya maisha yako. Anaachilia majaribu ambayo yatakunyosha na kuondoa ile hasira. Ni Mungu anafanya hivi katika hekima yake. Anaongea juu ya Ayubu. Ayubu alianza kuteswa na Ibilisi. Mungu kwanza alikuwa anajivunia Ayubu sana. Namwambia, umeona mtumishi wangu? Najua si kwamba Ayubu alianza kutembea na Mungu wakati wa mateso. Alikuwa anatembea na Mungu. Alikuwa ni mtu mwenye haki. Biblia inasema alikuwa ni mtu mwelekevu. Na hapa siku moja Mungu akapendezwa kufanya testing. Na akaachilia shetani. Na Ayubu akateswa na hakuwa anajua kuna conference ilifanyika mbinguni kwa ajili yake, baina ya Mungu na shetani. Na akateswa, akapoteza watoto na mali na wafanyakazi na mambo mengi. Na hata rafiki zake wakamgeuka. Hata mkewe akamwambia. Mkewe aliona haya majaribu yamezidi, hata na yeye akakosa neema, akamwambia, tukana Mungu ufe, haya yamezidi. Akamwambia, sasa wewe umeongea kama wale wanawake wapumbavu. Hakumuita mpumbavu, lakini alimwambia, umeongea kama wale wapumbavu. Kwa sababu Mungu akileta mazuri tunayapokea. Sio mazuri tu, hata akileta mabaya tuyapokee pia. Hilo si likisemwa. Linaweza kusemwa lakini sio rahisi sasa practically. Yaani kulitekeleza ama kukubali hivyo kabisa sio rahisi. Lakini tunaona ni katika neno la Mungu. Na Ayubu akateswa, hakuwa anaelewa kile kinaendelea. Anaangalia kila mahali, anaona hana hatia,
anaona ametoa sadaka, hata kama watoto wake huenda walienda wakatenda dhambi bila yeye kujua, wakamkosea Mungu, amewatolea dhabihu tayari. Anaangalia kila mahali. Hakujua kwamba ni Mungu alikuwa ameachilia shetani afanye jambo hilo. Na hiyo inaonesha nini? Hata shetani ni mtumishi wa Mungu. Shetani ni mtumishi wa Mungu na mapepo ni watumishi wa Mungu, na sisemi wana uzima wa milele. Kusema ni watumishi sisemi wana uzima wa milele. Lakini kuna mahali Mungu anawatumia katika mpango wa ukombozi. Sijui kama unajua, kama hakungekuwa na shetani, Mungu hawezi kuonesha ukombozi. Lazima kungekuwa na mmoja wa kuleta resistance na kuleta upinzani, ili sasa afanya mambo yaliyo kinyume na Mungu, Mungu awezeshwe kuonesha sifa ya ukombozi. Ndio sababu shetani aliumbwa, ana kusudi. Na kwa sababu wa Pentekoste hawajui neno, wanajua tu miasho na kurukaruka, ndio maana wakati wanaenda kufukuza pepo unasikia wakisema, nimekufunga na nimekuteketeza. Nani wamepatia mamlaka ya kuteketeza pepo? Huwezi kuteketeza pepo, kwa sababu hata pepo wanajua kuna siku iliyotengwa kwa ajili yao kuteketezwa katika ziwa la moto. Ndio sababu wakati Bwana Yesu alikuja kumweka yule bwana huru legioni, pepo waliokuwa ndani ya legioni waliongea na kusema, tunakujua wewe ni Yesu mwana wa Mungu, mbona umekuja kutuangamiza kabla ya wakati? Kwa sababu wanajua kuna wakati uliotengwa wa kuangamizwa. Na hapo Wapentekoste wanaangamiza kimbele, wanafunga na wanateketeza. Anasema huyo tulimaliza huyo pepo. Hukumaliza. Yale mamlaka tulio nayo saa hii kama waaminio juu ya mapepo ni kutoa pepo ndani ya watu. Na hata unaweza kuwatuma kuzimu, mahali nabii anasema giza la nje. Hayo mamlaka unayo ndugu. Dada, una haya mamlaka, toa pepo, mtume katika giza la nje. Hilo ni neno la Mungu. Lakini huwezi kuteketeza pepo. Tuelewe neno. Huwezi kuteketeza pepo. Na pepo pia wanatumiwa katika mpango wa ukombozi. Wao wenyewe si vyombo vya kukombolewa, lakini kuna mahali wanatumika katika mpango wa ukombozi. Pepo mchafu akija aingie ndani ya jirani yako, na jirani akiamka kabla ya kunywa chai anajinyosha, anakutukana. Unaona? Ili uweze kupata subira, ujue kuna kitu Mungu anafanya. Kama hukuwa na subira, tabia ya kiungu ilikuwa imepindika, na sasa Mungu anataka kuinyosha. Na anakubali mtu aliye na mapepo aweze kufanya hivyo. Na siku moja ukipata neema, hata yule labda atatulia, kwa sababu ni Mungu anafanya mambo haya. Hujasoma mahali pengine Daudi wakati Joab kiongozi wa majeshi alisema, mtu alikuwa anaitwa Shimei, Daudi ametolewa katika enzi yake na mwanawe Absalom, ndiye huyu anakimbilia porini. Na mtu mmoja ambaye alikuwa wa familia ya kina Sauli na alikuwa anachukia Daudi, akaanza kumrushia vumbi na mawe. Kiongozi wa majeshi akasema, na huyu mbwa ambaye amekufa tayari, mbona anatukana mfalme? Akatoa upanga muangamize. Daudi akamwambia, hapana. Sikia vile Daudi anasema, ni Mungu amemwambia anitukane. Sijui kama unajua neno linasema hivyo. Ni Mungu amemwambia anitukane. Mungu hawezi kuambia mtu atakutukana siku ya leo. Anaweza kwa sababu amefanya hivyo katika maandiko. Na hiyo inaletwa kwa sababu kuna mambo Mungu ananyosha katika tabia yako. Hakuna amina, lakini ni neno la Mungu. Is a truth. Yes brother, wacha tuwe real, kwa sababu najua wandugu wanafurahi sana, tutanyakuliwa, haleluya. Gurumo 7 zimesunuliwa, haleluya. Jiwe la kilele limeshuka, haleluya. Utapitia majaribu. Na nyamaza. Naona Ayubu akateswa, bibi yake akamgeuka, mke wake akamgeuka, akasema tukana Mungu ufe, na wale marafiki zake 3 walikuja kumdhihaki. Walikuwa na mshtaki ya kwamba amekuwa akitenda dhambi katika siri, sasa ameletwa wazi, ameletwa juu, sasa anateseka kwa sababu ya mambo ya, na labda wangekuwa maandiko wanasema kile kinafanywa katika giza kitanenwa kutoka paa za nyumba Na wanafikiri wanasema jambo la maana kwa sababu hawakuelewa. Hata kama Ayubu hakuelewa ni conference ilikuwa mbinguni.
kwa ajili yake ni mkutano, hakuna kitu walikuwa wanaelewa. Lakini alisimama na hakutukana Mungu, ingawa alikuwa ananungunika. Na mwishowe akarejeshwa. Lakini kabla ya kurejeshwa, aliambiwa aende atafute marafiki zake watatu, awasamehe, aoneshe brotherly kindness ili aweze kurejeshwa. Ayubu hakurejeshwa mpaka aende kwa marafiki zake wale watatu akina Bildad, awasamehe na waombe ili na yeye aweze kurejeshwa. Soma Biblia mlango wa 42, wakati alienda akawasamehe na akawaombea, na yeye akarejeshwa. Ugonjwa ukatoweka, watoto wakarejeshwa, mali yake ikaletwa na ikawa maradufu, mifugo yake ikawa maradufu baada ya kusamehe watu ambao hapo awali walikuwa wanamdhihaki. Unaona jambo hilo ni sehemu ya mpango wa ukombozi. Na akina Daniel na Meshach na Abednego wakati walikuwa kule Babeli, tunaona vile walikuwa wanapitia mateso. Wanaamuliwa waabudu sanamu na wakikataa, na wanaoneshwa pale moto ni mkali sana. Najua ukiwa na uoga utalegeza neno ili usiingie mahali pale. Kuna waaminio wengi sana siku ya leo watalegeza neno. Unaona, wakati ambapo mbano huu unazidi kukazwa, unaona nabii mwingine wa uongo amekuja, na kuna yale atatimiza ambayo yule hakutimiza. Kwa sababu kila mmoja akija kuna yale anatimiza ya kufanya huu mpango uendelee kufikia kilele chake. Na kuna wengi nabii anasema tafika mahali kisemekana tufunge makanisa, wataona hakuna haja ya kuhudumu neno. Ni heri tuhudumu neno tukiwa katika hii system, Mungu ataelewa. Na nabii anasema Mungu hataelewa, watakuwa wamedanganyika. Na anasema shetani hata ukimuita Yehova anasalia kuwa shetani. Lakini uzuri ni kwamba kila mmoja ambaye aliteuliwa uzima wa milele kabla ya misingi ya ulimwengu hata danganyika. Nabii anasema atapitia mateso na atapitia hali ngumu, lakini hata danganyika. Haleluya. Naona hao vijana nao walisimama. Sitaki kuingia haya mambo sana kwa sababu ya wakati. Walisimama na wakatoka na ushindi baada ya kuwekwa pale ndani. Kwa sababu wakati jaribu linafika mwisho, hautakuwa mahali ulikuwa kabla ya hilo jaribu, utakuwa umeimarika zaidi. Kutoka hapo hungetisha tena akina Shadraka na moto. Wangesema we have been there, we have seen it all. Tumeshakuwa hapo na tumeona hilo jambo. Kutoka hapo hungetisha Danieli na kumwambia kuna simba pale. He has been there, ameshakuwa hapo na amepita hapo. See that? Hungemtisha na jambo kama hilo. Ameshakuwa hapo na ameona jambo hilo. Been there, seen it all. Majaribu haya wakati Mungu anaachilia haya majaribu kwa sababu ya hekima yake. Na wakati unapitia haya majaribu ndugu, hata tukiomba yaondoke, hayataondoka kwa sababu Mungu anasema yataenda mpaka mahali fulani na degree zitakuwa ni kiasi fulani. Yeye ndiye anafanya regulation. Na wakati hilo jaribu linafika mwisho, kuna jambo utakuwa umejitwalia. Utakuwa mtu bora zaidi kuliko vile ambavyo ulikuwa kabla ya hilo jaribu. You'll be in much better spiritual shape. Hebu tusome ujumbe hapa kudhibitisha neno lake. Ngetaka tusome kudhibitisha neno lake. Kuna mambo nimeruka kwa sababu ninaona hakuna wakati. Proving his word. Kudhibitisha neno lake hapa kuna jumbe mbili zinaitwa hivyo, moja ni wa 64 na mwingine ni wa 65. Sasa nataka tusome huo wa 65 kudhibitisha neno lake. Aya ni 85. But Abraham did not stagger anywhere at all of unbelief. Ibrahimu hapa amepatiwa ahadi, imekaa miaka mingi haijatimia, anazidi kuzeeka. Naona inachukua imani kusimama katika hali kama hizo. He believed that God was able to perform that which he had promised, that God would prove his word no matter how long it took. Aliamini Mungu ana uwezo wa kutimiza neno lake, haijalishi itachukua muda gani. But instead of getting weaker each time like we are prone to do, lakini badala ya kudhoofika
vile ambavyo mara nyingi sisi tunadhoofika wakati ambapo ahadi ya Mungu inakawia, he got stronger all the time. Alizidi kuimarika na kupata nguvu zaidi wakati ulivyoendelea. If it didn't happen today, tomorrow it will be a greater miracle because it is one day older. Anasema isipotendeka leo, kesho itakuwa ni muujiza mkubwa zaidi kwa sababu imeongezeka kwa siku moja. That was God, that was in Abraham, for he knew that God proved all his words to be so. Kwa sababu alijua ya kwamba Mungu anadhibitisha neno lake kuwa ni hivyo. Limesema, if his children will only take his word, so he can prove it by you. Laiti watoto wake wangechukua neno lake ili aweze kudhibitisha neno lake kwa njia yao. That is the only way he can prove his word. Na ni hivyo tu Mungu anaweza kudhibitisha neno lake, ni kupitia watoto wake. He doesn't prove it to unbelievers. Hawezi kudhibitisha neno lake kwa wasioamini. They can't be proved, they are unbelievers. Ni wasioamini, Mungu hawezi kuwatumia kudhibitisha neno lake. It is not to unbelievers, it is not for unbelievers. Si kwa ajili yao. It is to him that believe. Ni kwa ajili ya wale ambao wanaamini. And if he can find somebody who will believe his word, he will prove his word by you. Na kama anaweza kupata mtu ambaye anaweza kudhibitisha neno kwaye kupitia huyo mtu, atafanya hivyo. Na unajua Mungu hawezi kukaa bila mashahidi. Lazima awe na mashahidi katika kila kizazi. He will prove his word by you. Atadhibitisha neno kwa njia yako. And sometimes sickness and things happen to us that way that God can prove himself. Yoni amina. Anasema aje nabii? Anasema mpaka magonjwa wakati mwingine yataachiliwa juu yako. Ama si ujumbe huyu? Brother Kiro, ama huoni ukiwa kwa hiyo ango? Anasema, and sometimes sickness and things happen to us that way that God can prove himself. Wakati mwingine Mungu anaachilia magonjwa ili Mungu aweze kujidhibitisha kupitia yale magonjwa. Natumia madawa, unafanya hivi, unafanya vile, na ugonjwa unasalia. Kwa nini? Kwa sababu Mungu anataka imani iweze kuimarika. Anataka ajidhibitishe mwenyewe kupitia maisha yako. Si ni kweli? Anataka afanye hivyo. Kwa sababu nimekuambia haya majaribu ambayo yanamjia muaminio ni sehemu ya utaratibu wa ukombozi. Ni ya kunyosha tabia ya Mungu ambayo ilipindika wakati binadamu alianguka. Na sisi wenyewe wakati tunazaliwa katika haya maisha, nabii anasema tunazaliwa kama tumeshindwa. Tunazaliwa kama tumeanguka. You come here defeated. Kwa sababu tulizaliwa na kuumbika katika dhambi. Tukaja katika hii dunia, tukaanza kutenda dhambi kama walimwengu, na tukaanza kudanganya. Na shida, ingawa kuna mazingira yamepotoka, na kuna mambo mengi sana ambayo yanamjaribu muaminio katika mazingira, in the environment, lakini shida kubwa iko ndani ya kila mmoja wetu. Na hapo tuweze kuwa wanyofu wa moyo kabisa. Watu ni wepesi sana kukimbia na kulaumu yule mwingine na yule mwingine. Shida kubwa sana iko ndani yetu. Kwa sababu hakuna mtu alizaliwa akiwa mwenye haki. Sasa isemekana yeye alizaliwa akiwa mwenye haki, lakini watu wengine ndio wanamkosea. Hakuna mtu kama huyo. Tulizaliwa katika dhambi, tukaja na tabia mbalimbali ambazo tumerithi kutokana na koo zetu, our ancestors, babu na wale wa jadi. Tabia hizo zikawa ndani yetu. Naona? Na hiyo tabia ya kuanguka, hiyo ambayo imepotoka, inapenda ulimwengu na inapenda mambo ya ulimwengu. So ndugu akisema, unajua ndugu, mimi nilianguka katika uzinzi, huyo mwanamke alikuja kwangu bila nguo. Ili uanguke ni kwa sababu ndani yako kulikuwa na jambo la kutamani jambo kama hilo. You responded because there was a nature ya ulimwengu. Ndio sababu ulitamani huyo akiwa hivyo, kwa sababu ndani yako kuna asili ambayo inatamani mambo kama hayo. Ndio sababu kwanza tunahitaji tuzaliwe mara ya pili. Nabii anasema amri ya kwanza katika ufalme ni kuzaliwa mara ya pili. Anasema usipozaliwa mara ya pili huwezi kuona, huwezi kuelewa. Anasema Mungu anakuzaa mara ya pili ili afanye roho iliyo ndani yako ikubaliane naye. Kwa sababu ile asili ya ulimwengu haikubaliani na Mungu.
ile asili ya ulimwengu ikiwa ndani ya mwanadamu haikubaliani na Mungu. That is why, ndugu, huwezi kwenda ukilaumu wengine akusema huyu ndiye shida yangu. Si shida yako. Biblia inasema kila mtu afanyie wokovu wake kazi kwa hofu na kutetemeka. Na mtu anatakiwa ajiangalie mwenyewe. Kama yule dada alisema, huyu dada ni waajabu sana. Alikuwa katika maskani ya Branham. Kasema sijafika mahali natakiwa kuwa, lakini ninajua siko mahali nilipokuwa. Anajiangalia yeye mwenyewe na anaona ya kwamba amefanya progress. Na Paulo anasema mtu ambaye anajilinganisha na mwingine inaonesha haelewi. Anasema they comparing themselves with themselves are without understanding. Mtu ambaye anajichukua, anajilinganisha na mwingine, ninaona ndugu huyu ana udhaifu huu na huu na huu, na mimi naona sina, kwa hivyo mimi niko juu. Huyo mtu haelewi. That person does not understand. Kwa sababu unatakiwa uchukue neno la Mungu. Neno hili ni kioo, na hili neno ndilo kigezo, na hii ndio yardstick. Uweze kujilinganisha na neno. Uone umefika wapi kulingana na vile neno la Mungu linavyosema. Kila mmoja ajiangalie. Take inventory. Uangalie kule ndani. Ukijiangalia, nijiangalie, yule mwingine ajiangalie, mwishowe Mungu atakuwa na kanisa ambalo halina mawaa, na kanisa ambalo ndani yake hakuna chachu. Na tuweze kuwa wanyofu wa moyo. Unaona? Kwa hivyo wakati Mungu anaachilia majaribu, nimesema pale awali nikianza ya kwamba gharama imeshalipwa na mwanakondoo tayari, lakini sasa Roho Mtakatifu ndiye anafanya kazi kwa msingi wa ile damu iliyomwagwa. Anafanya kazi, anakupitishia hapa kwenye majaribu haya hapa, kwa sababu ni kunyosha na nyosha tabia ambayo ilipindika wakati binadamu alianguka. Ndio maana kile kifaa kinaitwa lie detector. Tuseme uhalifu umefanywa, mtu ameuawa. Marekani na watu wengine mataifa ya magharibi wanafanya mambo hayo. Kuna kifaa kinaitwa lie detector cha kuchunguza kama unasema uongo, unatoa ushahidi wa uongo ama ni kweli. Kifaa hicho kikiletwa hapa mbele yako alafu aanze kuongea, ikiwa unanena uongo una strain mwili, kwa sababu binadamu hakuumbwa ili awe ananena uongo. Kwa hivyo kile kifaa kama kingeenda clockwise upande huu vile saa huwa inaenda, labda kitaanza kwenda hivi kusema kile unafanya ni kinyu, unanena uongo. Kwa hivyo mwili unajua binadamu nabii anasema hakutengenezwa na ng'anya, lakini sasa uongo uko ndani yake. So kile kifaa kitasema huyu mtu anadanganya, hata reaction iliyo ndani ya mwili wake. Naona mambo hayo yako ndani yetu. Hiyo tabia iliingia ndani yetu. Ndio sababu tunahitaji kuzaliwa mara ya pili. Na ndio sababu Mungu anatumia majaribu ili aweze kunyosha tabia iliyopindika, aweze kunyosha tabia iliyopotoka. Na hapo tunasema nini wakati Mungu anafanya hapo? Nipe neema. Wakati Mungu anafanya mambo hayo, tunasema nipe neema ya kutosha. Na si hivyo tu, ni lazima ujisalimishe. Ukitaka mambo yako yaende haraka, jisalimishe. Anasema Israeli, safari ya kutoka Misri kwenda kule Canaan ilikuwa ya siku 11. Watu 2,000,000 na zaidi pamoja na mifugo, ingechukua siku 11. Lakini kwa sababu ya kushindana na Mungu na kutokujisalimisha na kukosa kumwamini, safari ya siku 11 ilichukua miaka 40. Nikakwambia kama Naaman alikuwa anataka kuchukua miaka 7 kupona, ni kuingia Yordani mara moja kwa mwaka. Atapona hatimaye, lakini miaka 7. Sasa ukijisalimisha, hiyo kazi inaenda haraka. Tunahitaji tujisalimishe hata wakati ambapo unapitia majaribu makali. Na kuambia Mungu akupatie neema ya kupitia majaribu hayo. Na wacha nikwambie, God will have his way nevertheless. Lazima Mungu awe na njia yake juu ya kila mmoja wetu. Kuna waaminio wengine ambao ni kama Jairo. Jairo alikuwa muaminio wa siri, secret believer. Kwa sababu ya nafasi yake katika jamii, his position in society. Alikuwa ni kiongozi wa sinagogi. He was a big shot. Kuwa ni mtu mkubwa katika jamii, kiongozi wa sinagogi, lakini anaamini Yesu kwa siri, lakini hataki kukiri wazi. Naona jambo hilo. Na Yesu anataka yeye akiri. Yeye anataka akiri. Si unajua hata wandugu kuna wengine wako hivyo.
mnapatana kule barabarani, hataki hata kukumbatia watu wasione ameokoka. Lakini muaminio, hatusemi si muaminio, lakini akikutana na wale schoolmates walikuwa nasoma zamani, wanakumbatiana. Lakini hapa kukumbatia, wanakubariki ndugu. Sisemi hiyo ndio inakufanya Mkristo, lakini ni desturi ya waaminio. Naona? So kwa sababu ya nafasi yake, anataka kuwa secret believer. Najua Mungu ataleta hali ujitokeze. Ataleta hali ujitokeze. Nabii anasema Jairo alikuwa hivyo, Mungu akaachilia binti yake agonjeke. Na akagonjeka akawa hali mahututi. Sasa Jairo hakuwa na lingine, akakimbia kwa Yesu. Na mahali alipata Yesu si faragani, Yesu alikuwa katika umma. Sasa hili ombi lake atalileta kwa Yesu mbele ya umma. Ili sasa huu uheshimiwa alikuwa nao, alikuwa na uheshimiwa hapa ya kwamba anataka kuwa muaminio wa siri, uheshimiwa huu uweze kuondolewa. Kwa nini unamwaibikia? Anataka umkiri na uoneshe maisha yako, na ndio sababu nabii anasema ishara ikiwekwa ile token, uhai wa damu lazima uonekane kwa watu wote. Nasema wengine wanafanya kazi ofisini, ni Wakristo, wanasema ni Wakristo. Naambia rafiki wake wa karibu sana, rafiki yake wa karibu anamwambia, mimi huwa ni muaminio lakini singetaka uambie watu. Anasema huo si Ukristo. Ukristo unaonesha muhuri wake mbele na nyuma. Sasa Jairo alikuwa ni muungwana, anaamini Yesu, hakuwa nafiki, lakini ile hadhi yake na nafasi yake katika jamii haingemfanya aweze kumkiri Yesu waziwazi. Mungu akaleta crisis katika maisha yake. Jaribu likaletwa. Hana mtoto mwingine, amegonjeka, yuko hali mahututi. Akakimbia hapo, Bwana nisaidie, mbele ya watu wote sasa. Bwana nisaidie. Na Yesu akasema nitakuja. Lakini Yesu akaendelea kufanya kazi zingine za kusaidia wengine. Hapo ndipo yule mama alikuwa na mtoko wa damu alisaidiwa, Yesu akiwa barabarani kwenda kwa Jairo. Mwishowe akafika pale, na alipofika pale kuna watu wengine hapo walikuwa wanasubiri, wanaomboleza. Wakacheka wakati alisema hajafa ni kulala, wakacheka, akawatoa. Na akaenda akafufua yule mtoto. Kutoka hapo Jairo hakuwa muaminio wa siri, alijulikana kama muaminio halisi na mfuasi wa wazi wa Bwana wetu Yesu Kristo. Ni Mungu analeta majaribu. Kama unakaa kwa ungwana, kuna jaribu ataleta ili ujitokeze. Kwa sababu hata kukaa kiungwana na wewe ni muaminio na hutaki julikana wewe ni muaminio, bado ni ile tabia kiungu imepindika. Kwa sababu unamuonea haya. You are ashamed of him. Sasa lazima akunyoshe, ili hatimaye uweze kujitambulisha naye hata kama ni hadharani. Nafikiri Mungu atatusaidia kila mmoja wetu. Na Mungu ndiye anadhibiti haya majaribu kulingana na majira. Ndio maana nabii anasema kuna majaribu huwezi kuletewa kabla ya kujazwa kwa Roho Mtakatifu. Kunayo huwezi kuletewa. Kwa sababu wakati hujajazwa, anasema bado ile silaha ya kupigana hunayo. Una neno ndio, lakini halijafanywa hai. Kwa hiyo Mungu anadhibiti majaribu. Kuna kiasi ama kiwango cha majaribu katika hali hiyo hataleta. Ukipata Roho Mtakatifu, kuna majaribu makali sana yanakuja na ambayo hakuwa anaachilia pale awali. Kwa sababu sasa unamfariji na unamsaidizi, hauko peke yako. Na sasa una silaha, unaweza kupigana. Na haya yote yanafanywa ili aweze kukunyosha, uweze kuwa na ile tabia ya kiungu. Unaona? Si kazi ya bure inafanyika hapa, haya yanafanywa ili uweze kuwa na ile tabia ya kiungu. Na wakati Mungu ataachilia squeeze ama ule mbano ushuke kabisa kwa njia kamilifu, ni kwa sababu kanisa limekomaa. Wale wanakuja kujaribiwa katika kiwango hicho ni watu ambao wamekomaa, sio watoto. Huwezi kuachilia mtoto mambo kama hayo, yatamuua. Mungu anafanya regulation, anadhibiti majira, anadhibiti majaribu ambayo anaachilia juu ya maisha yetu kulingana na majira. Kulingana na majira. Naona, na mwishowe atakuwa na finished article. Atakuwa na kitu ambacho kimekamilika, kila mmoja wetu akiwa kipeo, masterpiece, ili uweze kurudi katika mwili wako wa kiungu. Mahali ambapo hatukuingia tulipokuja katika haya maisha, tulienda kando ya mwili wa neno ili tuweze kujaribiwa. Sasa turudi katika mwili wetu wa kiungu, na mwili huu uweze kukombolewa, uweze kuwa glorified, mahali ambapo huwezi kuteswa tena. Na
Si kazi ya mwaminio kulalamika kila wakati kwa sababu ya hili jaribu na lile. Paulo anasema ya kwamba utukufu ambao utafunuliwa ndani yetu hawezi kulinganishwa na yale mateso, haya mateso madogo madogo hawezi kulinganishwa na ule utukufu wa umilele ambao utafunuliwa ndani yetu. Kwa hiyo wakati Mungu anaachilia majaribu katika maisha yetu, ni kudhihirisha wazo la mkombozi ambalo alikuwa nalo kabla ya misingi ya ulimwengu. Na wakati anafanya hivyo ni kukomboa na komboa. Kwa sababu majaribu yanafanya tabia ambayo ilikuwa imepotoka, ilikuwa bent, ilikuwa out of shape, ilikuwa imepindika, iweze kunyoshwa. Inaanza kunyoshwa, tunakuja tunaona majira mengine, ndugu ametulia, hana vita na watu. Labda hapo awali yeye ndiye alikuwa mtu abrasive kwa kanisa na kuwaruza huyu na kuwaruza huyu. Sasa tunaona ametulia. Kuna jambo alipitishiwa na Mungu likaondoa hiyo tabia. Akaanza kunyoshwa ili aweze kurudi katika hali ya mtoto wa Mungu ambaye ana kimo cha Yesu Kristo. Ni kudhihirishwa kwa mpango wa ukombozi. Na Mungu hawezi kutumia watu wasio watoto wa Mungu kudhihirisha hayo. Hawezi, haiwezekani. Hawawezi kukomboleka, hawana uzima wa milele. Mungu hawezi kuwatumia. Mungu anatumia watoto wake kudhihirisha neno lake, kuonesha sifa yake ya ukombozi. Hebu tuombe. Mwenyezi Mungu, Baba yetu wa mbinguni, pokea sifa na shukrani. Unastahili kwa njia zote Baba. Na Mungu wetu, ni asante kwa vile ambavyo unatuongoza. Hata changamoto ambazo unaachilia Bwana katika maisha yetu ni hekima yako. Kwa sababu Bwana una nia na una lengo, una kusudi la kufanya kila mmoja wetu aweze kukamilika, kufanana nawe. Mungu wetu, ni asante. Tunajua ya kwamba wale ambao ulikuwa nao kabla ya misingi ya ulimwengu, wote Bwana utawakamilisha, wala hakuna hata mmoja ambaye anaweza kupotea. Ninaomba usaidie kila mmoja, tupatie neema ya kutosha. Ili mradi tuko katika haya maisha na mili yetu haijagauzwa, tunajua ya kwamba lazima Bwana tuwe na changamoto, lazima tuwe na hali hii na hali ile ambayo inakumbana nasi. Nami ninaomba ya kwamba msaidie kila mmoja wetu. Wakati changamoto inakuja Bwana, kuwe na neema ya kutosha ya kutusaidia katika msimu huo wa kupitia hilo jaribu na kutokea upande ule mwingine. Na tunajua baada ya jaribu kufika mwisho Bwana, tunaimarika zaidi Bwana kuliko tulivyokuwa kabla ya jaribu hilo. Tusaidie na utuongoze kila mmoja wetu. Hasa utusaidie Bwana kujisalimisha kwako ili uweze kutekeleza mapenzi yako katika maisha yetu. Tuweze kusema kwa hakika mapenzi yetu yavunjike, mapenzi yako yafanyike. Ni asante Baba, pokea sifa, pokea utukufu Bwana. Ninaombea wale ambao wanateseka katika mwili kwa sababu ya maradhi, ya kwamba Bwana utanyosha mkono wako uguze kila mmoja na uondoe maradhi, kwa sababu ponyaji wetu umelipiwa na mwana kondoo. Kwa mapigo ya Yesu Kristo tuliponywa. Kwa njia ya Roho Mtakatifu ninakuomba Bwana utekeleze uponyaji huo katika miili yetu. Mahitaji mengine yote Bwana tulio nayo ninayakabidhi mikononi mwako. Baba, ni asante, mshughulikie kila mmoja wetu. Tunaomba kwa imani kwa jina la Yesu Kristo. Amen.